Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na upendo wake kwa kuniumba, akiwashirikisha wazazi wangu Baba Elam Mihali na Mama Jerumana Semohele walionizaa, kunilea na kunitunza. Namshukuru Baba Mtakatifu hayati Francisco ambaye akiongozwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu aliniteua mimi kupokea utume huu pasipo mastahili yangu kama binadamu kwa ajili ya kanisa. Naomba tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Na kushukuru sana Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa kupokea ombi langu na kuwa mweka wakfu wangu mkuu katika adhimisho hili. Na kushukuru sana kwa tafakari yako nzuri ya neno la Mungu ambayo imenipa dira na mwongozo katika utume huu. Utume huu ninaupokea. Asante sana Baba. Shukrani nyingi za dhati kwako balozi wa Vatican nchini Tanzania, Askofu Mkuu Angelo Akatino, kwa kuendesha mchakato wa kukubali uteuzi wangu kuwa askofu wa jimbo la Iringa. Thank you very much, Your Grace, for your word of encouragement and prayers. Your hug was very important to me. It gave me courage, it gave me strength. Na kushukuru sana Mwashamba Baba Askofu mstaafu Tarsisius J.M. Ngalaleko Mtwa kwa malezi yako tangu kwangu, tangu seminari ya Mafinga, ulivyonilea, ulivyonifundisha, uliniwekea mikono katika daraja ya ushemasi na ya upadre, na kunipokea kuwa mrithi wako katika ukuhani huu mkuu wa kuwa mlezi wa jimbo la Iringa. Siku hii ya leo ukishirikiana na mwadhimishi mkuu tukiwa katika mwaka mtakatifu wa miaka 2025 ya Ukristo duniani, tena katika jubilei ya miaka 25 ya upadre wangu, umeniwekea tena mikono na kunibariki. Bahati iliyoje kwangu kupata neema na baraka hizi za Mungu kutoka kwako Baba. Asante sana Baba Tarsisius J.M. Ngalaleko Mtwa. Askofu wangu wa jimbo la Mafinga amezoea kutuambia kuwa jimbo la Mafinga ni kama basi jipya ambalo dereva wake pia ni mpya na konda naye ni mpya. Jimbo la Iringa sio basi jipya, ni basi la zamani, sio kwa uchakavu, bali lina uzoefu wa ruti, na dereva wa zamani yupo. Kwa hakika kukitokea shida au misukosuko katika safari, huyu dereva wa zamani atatusaidia ili tusipotee. Kwa hakika ataulizwa ili kupata mwelekeo sahihi. Mwashamu Askofu Ngalaleko Mtwa, nitaendelea kupata busara zako na mwongozo sahihi kila itakapohitajika. Naomba uendelee kuwa pamoja nasi, uendelee kutusaidia, uendelee kutuongoza kwa busara zako na hekima zako. Na kushukuru sana Mwashamu Askofu Vincent Cosmas
Mwagala, askofu wangu wa jimbo la Mafinga, asante sana kwa kunipa faraja na kunitia moyo katika kupokea utume huu. Asante kwa msaada wako wa kimwili na kiroho na kwa matayarisho na maandalizi ya maadhimisho haya ya leo, ukishirikiana na Mwashamu Askofu mstaafu Ngalaleku Mtwa na familia nzima ya Wanairinga na Mafinga. Na kushukuru sana Mwashamu Askofu Mkuu Gervas Jaisonga wa Metropolitan yetu ya Mbeya kwa kunipokea na kuniingiza katika Umoja wa Maaskofu Tanzania, kwa sala zako na kwa utume wako wa kuwa mshiriki wa kuniweka wakfu katika adhimisho hili la leo. Na kushukuru sana Mwashamu Askofu kwa ushiriki wako huo. Asante sana Baba Askofu. Napenda nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Askofu mstaafu Damian Kiaruzi kwa kuniongoza katika mafungo, katika maandalizi ya kupokea utume huu wa kanisa. Mafundisho yake yatabaki kuwa kioo na dira kwangu katika kulea na kuliongoza taifa la Mungu jimboni Iringa. Shukrani kwako Mwashamu Beatus Urassa kwa kunipokea kwa upendo na ukarimu jimboni Sumbawanga wakati wa zoezi langu la mafungo ya kiroho. Na washukuru sana Washamu Maaskofu Eusebius Kiando na Askofu Godfrey Mwasekaga kwa kunisindikiza na kuwa mashahidi wangu wa viapo ibada ya Vesperi jana jioni. Asante sana mababa. Na washukuru sana Washamu Maaskofu wakuu, maaskofu wote, na kwa namna pekee ni mshukuru sana Askofu Martin kutoka Malawi kwa uwepo wake. Thank you, Your Grace, for being with us and for participating in this celebration and this event. Na washukuru sana maaskofu na maabate kwa kufika Iringa kushiriki katika maadhimisho haya na kunitia moyo na kunipokea katika urika wenu. Asanteni sana mababa. Natoa shukurani nyingi za dhati kwako Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, mwakilishi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana kwa hotuba yako nzuri ambayo imejaa ubunifu mkubwa, na asante sana kwako na kwa karama ambayo Mwenyezi Mungu alikujalia, na hotuba zako daima ninazifurahia, na unatumia matukio yaliyopo na kuziunda na kuzitengeneza kwa mazingira yaliyopo, na ni ubunifu wa pekee ambao nadhani hakuna mwingine anaweza kufanya namna hiyo. Mwenyezi Mungu aendelee kukutia nguvu katika uongozi wako uko serikalini, na kwa malezi yale uliyopata katika kanisa uendelee kusaidiwa ukijawa hekima na upendo katika kulitumikia taifa letu. Naomba unifikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Shukrani nyingi kwa zawadi yake, kwa sala na kwa maombi ya kutuombea sisi wana Iringa. Ahadi tunayoweza kuitoa kwa serikali sisi ni kwamba kanisa litaendelea katika utume wake wa kumlea mwanadamu awe mtu kamili mwenye hofu ya Mungu katika kuzingatia haki na amani. Tutaendelea kushirikiana na serikali katika kutoa huduma bora za kijamii kwa Watanzania wote. Shukrani nyingi kwa Jimbo Kuu la Bologna kwa mchango wao mkubwa wa mapadre wa Fidei Donum na masista wa Mtakatifu Clelia
ambao wanilea katika parokia ya Usokame. Ninafurahi na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Padre Silvano Manzoni ambaye kama alivyosema naibu waziri wetu mkuu, mgeni wetu rasmi, kwamba alinituma kuwa katekista. Yeye ni kati ya wale maparoko walionijaribu kuona kama nina wito sawa sawa, na leo yupo. Nadhani anafurahia kwamba majaribu yale yalizaa matunda na asante sana. Nakushukuru sana Baba Silvano Manzoni. Na nakushukuru Baba Silvano kwa kumwakilisha Kardinali Matteo Zuppi, askofu mkuu wa jimbo la Bologna, na pia ujumbe uliokuja nao kutoka Bologna. Na pia napenda kumshukuru sana mama mkuu wa masista wa Bikira Maria wa Mateso wa shirika la Mtakatifu Clelia, Sister Vincenza Di Nuzzo, kwa kutuma wawakilishi waliokuja kushiriki adhimisho la tukio hili la leo na kwa zawadi zao. Na napenda sasa hapa ni mshukuru sana pia Sister Maria Bruna Zuffa, ni mshukuru sana kaka Gabriele na familia za Maamkio pamoja na wote walioongozana nao kuja kushiriki tukio hili la leo. Grazie mille, grazie tanto. Natoa shukrani nyingi za dhati kwa Kardinali Catholicos Moran Mor Baselius Klimis wa kanisa kuu la Marangara, Tiruvananthapuram, Kerala, India, kwa kunipokea kusoma katika chuo kikuu chao kikuu cha Marianos na chuo kikuu cha Mar Theophilos. Katika adhimisho hili yupo profesa wangu V.S. Joseph Kumar pamoja na mke wake Linama, ambao hawa wote wawili licha ya kuwa walimu wangu wa zoolojia walikuwa kama baba na mama yangu kule India. Thank you very much, Professor V.S. Joseph Kumar and Linama, for being part of my formation and for coming all long way from India to Iringa, Tanzania to participate in this event. Nani Parainu. Na kushukuru sana Padre Clement Kihio, katibu wa idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Tanzania, kwa mafundisho yako na maelekezo katika maandalizi ya maadhimisho kwa Vesperi na viapo jana pamoja na sherehe hii ya leo. Asante sana baba. Natoa shukrani kwa mapadre, mashemasi, watawa na waamini wote kwa maandalizi na majitoleo yenu ya hali na mali katika maadhimisho haya. Kwa hakika mmetoa sadaka kubwa sana na wengine mmekesha hata usiku ili kuhakikisha kuwa sherehe hii ya leo inapata mafanikio makubwa. Shukrani kwa viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini ambao mmefika kushiriki pamoja nasi katika kumpa Mungu sifa na utukufu wake kwa tukio hili la leo. Hakika tunaonja ushirikiano wenu mzuri na tuendelee kushirikiana hivi katika kumtukuza na kumwabudu Mungu wetu. Napenda kutoa shukrani nyingi sana kwa Sister Lilia Lonja, Rais wa Zenas Croatia, kwa sala na sadaka zao na kushiriki katika utume pamoja nami nilipokuwa katika parokia Ujewa. Na kati yetu yupo Christian Jelo, Miriana na madaktari Lana na Anna kutoka Croatia kushiriki katika tukio hili. Thank you very much for coming and for participating with us in this celebration. Natoa shukrani kwa wapendwa wadau wa maendeleo kwa majimbo ya Iringa na Mafinga wanaokaa Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi yetu na nje ya nchi yetu kwa sala na majitoleo yenu katika kufanikisha sherehe yetu ya leo. Mwenyezi Mungu awabarikini sana. Nawashukuru sana wanadarasa wangu, classmates, na wana Mafinga alumni kwa sala na michango yenu ya ukarimu kwangu. Mwenyezi Mungu awabariki sana.
Napenda pia kuwashukuru ndugu zangu wa familia yangu, dada na kaka zangu, pamoja na wanaukoo wa Mihali, Mohele na Maliva, baba yangu Elam na mama Jerumana Semohele, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wastarehe kwa amani. Wanangu wana parokia ya Ujewa, mpokee pia shukrani zangu za dhati kwa kuwa sehemu ya malezi mazuri kwangu wakati tukishirikiana katika kuitangaza Injili ya Kristo kwa miaka 10 pamoja. Mwenyezi Mungu awabarikini sana. Napenda pia kutoa shukrani kwa wanahabari kwa utume wenu wa kutangaza habari tangu siku ya tangazo la uteuzi hadi leo. Mwenyezi Mungu awajalie neema ya kuendelea kutangaza habari njema ya upendo wake kwa watu wote ulimwenguni. Shukrani nyingi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutuongoza katika msafara toka Mafinga hadi Iringa jana na kuhakikisha kuwa sherehe hii yetu ya leo inafanyika kwa utulivu na amani. Mwisho, napenda kutoa shukrani kwenu nyote kabisa. Kila mmoja aliyeshiriki maadhimisho haya kwa namna yoyote ile apokee shukrani zangu za dhati. Ajione kuwa amepata neema na baraka za Mungu kwa tendo hilo la upendo na ukarimu. Wito kwenu nyote Wanairinga, mapadre, mashemasi, watawa, makatekista na waamini wote kwa ujumla. Tushirikiane kwa pamoja katika kutangaza Injili ya Kristo na kulijenga jimbo letu. Kila mmoja atimize wajibu wake kadiri ya kipawa alichojaliwa na Mungu. Kwa neema na baraka zake Mwenyezi Mungu tutafika. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 34. Mwisho kabisa, naomba nitoe tangazo kwa mapadre wa jimbo la Iringa kwamba tutaendelea na majukumu yetu ya kitume, kila mmoja alipopangiwa au kutumwa hadi pale itakapoagizwa vinginevyo na askofu wa jimbo. Asante.